Msiba kiukweli tumepokea kwa majonzi makubwa ya kuondokewa na mzee wetu Babu Edwin Mtei. Regardless ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye umri wa miaka 94 ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia, lakini hakuna mtu yoyote ambaye angetamani kuona mtu aliyempenda anaondoka katika maisha haya. Lakini vile vile kwa sababu tumejengwa katika misingi ya imani, sisi tunaamini katika imani zote za Kikristo na Kiislamu. Wote tunaamini baada ya maisha haya tutamwona Mungu, na hakuna namna ya kumwona Mungu pasipokuwa ni njia ya kifo, yani lazima ufe. Sasa pale utahukumiwa kwa matendo yako mema, yale mema uliyoyafanya duniani au yale mabaya uliyoyafanya duniani ndio yanadetermine sana safari yako ya uko kwa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo tunafundishwa kwenye mafundisho mbalimbali ya kiimani. Jambo moja ambalo ninafarijika nalo sana, babu alikuwa ni mtu mcha Mungu, alikuwa ni mtu anayependa watu, lakini ni mtu ambaye ameacha pia amefanya kazi kubwa katika jamii mbalimbali za kimataifa, East Africa, hapa nchini kwetu. Kwa kweli amekuwa ni mtu mwenye mchango mkubwa. Kwa hiyo mimi kwa lugha nyingine ningeweza kusema tunayasherekea maisha ya babu yetu mzee Edwin Mtei kwa yale mema mengi ambayo Mungu alimwezesha kuyafanya katika kipindi chake alichompa kuishi hapa duniani. Hilo tunamtukuza Mungu sana kwa maisha yake, na ukitaka sasa kuyaelezea hayo mambo ambayo yamefanywa na Babu Edwin Mtei ni mambo mengi sana, na ndio maana msemaji wa familia wakati anaeleza babu amefanya kazi kwenye IMF. Hizo ni mashirika ya international organization. Amefanya kazi Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini alikuwa ndo governor kwanza wa nchi yetu ya Tanzania. Alikuwa ni waziri wa fedha, akawa muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Amefanya mambo mengi. Of course amekuwa mwenyekiti wa chama cha ushirika kwa muda mrefu. Amehusika kwenye kusaidia vikundi mbalimbali kwenye mambo ya kiimani, mambo ya kijamii. Ni mtu ambaye amesheheni kila sifa njema na nzuri kwa namna ambavyo aliweza kugusa na kusaidia maisha ya wengine, kusaidia maisha ya taifa, kusaidia maisha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuisaidia dunia. Kwa hiyo sisi tunaposherekea maisha ya babu yetu mzee Edwin Mtei, wengine kwetu tunatamani liwe somo darasa, ili nasi basi tuwe watu wa kuyaiga yale mema ambayo ameyafanya, na sisi tufanye kwa sehemu yetu kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atatujalia, kugusa maisha ya wengine kama ambavyo babu aligusa. Kwa hiyo kwa kweli mimi naweza kusema tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Babu Edwin Mtei. Kwa upande wa siasa unamzungumzia Kwanza ni mtu ambaye aliweza kujisimamia, kwa sababu kwenye maisha ya siasa jambo kubwa na la muhimu ni uwezo wa kujisimamia, uwezo wa kusimamia wale wenzako ambao unawaongoza. Kwa hiyo katika kipindi chake ambacho aliondoka Chama cha Mapinduzi na kuondoka serikalini sasa na kuanzisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yeye pamoja na waasisi wengine wa chama hiki, na pengine ningeweza kusema wazo la kuanzisha Chadema lilizaliwa BOT, kwa sababu kiangalia wale waasisi wote walikuwa ni watumishi wa Benki Kuu. Babu alikuwa mtumishi wa Benki Kuu. Mzee Bob Makani ambaye alikuwa mwenyekiti wa pili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema naye alikuwa ni mtumishi wa BOT. Ukija Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe naye vile vile alikuwa ni mtumishi wa BOT. Kwa hiyo kwa lugha nyingine
Chadema ilianzishwa na viongozi ambao walikuwa ni watu wako elite, ni watu wenye elimu na uzoefu mkubwa, na ndio maana Chadema naweza kusema mpaka leo ipo kwa sababu ya ile misingi ambayo waasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliiweka. Kwa hiyo alifanya mambo mema na mazuri kwa kipindi chake, na alivyomaliza muda wake wakaja viongozi wengine waliofuata. Mzee Bob Makani naye akafanya kwa sehemu yake, akaondoka Bob Makani, akaja Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye alikaa kwenye uwenyekiti kwa muda mrefu kidogo, naye akayafanya aliyoweza kuyafanya mpaka leo tunapoona Chadema inazungumzwa nchini. Kuna watu walidedicate muda, walisacrifice mambo mengi na kuamua kufanya siasa za mageuzi hizi, na sasa chama kina uongozi mwingine mpya, uongozi wa mwenyekiti Tundu Lissu na viongozi wengine wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na naamini nao kwa sehemu yao watafanya ya kwao na chama kitaendelea kupata viongozi wengine. Kwa hiyo ile misingi mizuri ambayo iliwekwa wakati ule ndio ambayo imefanya sasa mpaka leo taasisi hii imeweza kuwepo. Katika taifa letu kwanza tumekuwa na mmomonyoko mkubwa sana wa maadili, na uwezekano wa kuwapata kina Edwin Mtei kwa miaka hii tulioko na ijayo kutoka kwa watu ambao wako kwenye mifumo ya kiserikali, jambo hilo naliona kama ni kitu ambacho kwa kweli hakiwezekani, na ni kwa sababu katika taifa letu tumerithi culture mpya, tumerithi utamaduni mpya wa kusifia viongozi. Hatuna uwezo wa kuambizana ukweli. Taifa letu limejaa unafiki sana, na viongozi wengi wamekuwa ni wanafiki. Wanapomwona kiongozi anapokosea hawana uwezo wa kumkosoa au kumwambia hapana, huku tunakokwenda sio sawa. Kwa hiyo tumeua ile uwezo wa watu kufikiri na kuwa na uthubutu wa kufanya kama ambavyo kina mwenyekiti mstaafu wa Chadema Mheshimiwa Edwin Mtei alivyofanya kwa wakati wake. Kwa sababu kitu kikubwa hata katika taifa letu leo sio kwamba hatuna wasomi. Pamoja na kwamba Babu Edwin Mtei alikuwa ni msomi mzuri, jambo ambalo lilikuwa linaweza kumpa pia confidence ya kumconfront kiongozi yoyote anapokosea, lakini alikuwa ni kiongozi mwenye exposure kubwa kutokana na taasisi mbalimbali alizozifanyia kazi. Hizo nilizozieleza, IMF, East African Community, pamoja na benki kuu yetu ya Tanzania, lakini amekuwa waziri huyu. Kwa hiyo hivyo vyote vilimjenga kuwa mtu bora na mwenye msimamo. Lakini kikubwa zaidi nafikiri kwa sababu pia hakuwa mtu mwenye njaa. Njaa, shida hizi ni mbaya sana ndugu yangu. Yaani mtu mwenye njaa hawezi kuwa na msimamo. Kama ambavyo naambiwa maskini hana msimamo. Kwa hiyo nafikiri pamoja na mambo mengine, kuwatengeneza watu wenye kaliba ya kina Edwin Mtei kwa nyakati hizi ninauona ugumu, kwa sababu hata watu ambao wako kwenye eneo labda kama la biashara kwa mfano, wana mitaji mikubwa, ni wafanyabiashara wakubwa, wakaamua kujiingiza kwenye siasa kwa mfumo na muundo wetu wa nchi ulivyo na siasa zetu zilivyo. Viongozi utawekewa zengwe, utaletewa kodi, utabambikiwa makodi ambayo hayana kichwa wala miguu. Lengo ni kukufilisi ili ule msimamo ambao unataka kusimamia usiwe nao. Sasa na hiyo imekuwa ni shida kubwa ya nchi yetu. Unakuta kuna wafanyabiashara wengi leo wanajipendekeza sana kwenye Chama cha Mapinduzi, si kwa sababu wanakipenda, sio kwa sababu kina sera nzuri, sio kwa sababu kina mipango mizuri, kwa sababu wanaona ukikaa mbali na Chama cha Mapinduzi, hawa watu ndio walioshika dola, wana uwezo wa kufilisi. Kwa sasa namna bora ya kulisaidia taifa, na mimi nilisema Mungu ametupa nchi nzuri sana, na viongozi wa serikali wanakiri, vyama vya upinzani tunakiri, na kila mwenye akili timamu anajua kwamba Mungu ametupa rasilimali nyingi katika taifa letu.
Je, hizi rasilimali sasa zinatumika vipi kumnufaisha huyu Mtanzania ama huyu mtoto wa Tanzania aliyezaliwa kwenye ardhi ya Tanzania? Tumeweza vipi kuutilize hizo resources ambazo Mwenyezi Mungu ametupa ili ziweze kuturahisishia sisi maisha? Unakuta resources hazijatumika kwa kiwango kile ambacho kingefanya sisi tujione fahari kuzaliwa katika Tanzania. Na hii nchi yetu ni kubwa. Ukichukua ukanda wa Afrika Mashariki, hizi nchi zilizoko kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki, nchi yenye eneo kubwa ya kwanza ni Kongo, ya pili inayofuata kwa kuwa na eneo kubwa kilomita za mraba ni Tanzania. Lakini si tu kilomita za mraba, tuna madini, tuna maziwa, tuna bahari, tuna mbuga za wanyama, tuna Tanzanite, madini yanayopatikana pekee Tanzania. Tuna vitu chungu nzima katika taifa letu, lakini bado tu maskini. Ndio maana kuna wakati niliwahi kusema, ili tulisaidie taifa, tunatakiwa tusiongoze sana na itikadi za vyama vyetu. Tunatakiwa tuongozwe na dhamira njema na mapenzi mema kwa taifa letu. Tukiongozwa na dhamira na nia njema kwa taifa letu, sisi ambao tuko kwenye vyama hatutachukiana. Yani mimi nilioko chama cha upinzani nimshukie mtu aliyoko aliyoko kwenye serikali, aliyoko kwenye chama dola, au ambaye hana chama. Hapana. Tunatakiwa tujue kwamba Mungu ametuweka kwenye hii nchi, kila mmoja ana mchango wake wa kuisaidia nchi yetu. Tushirikiane tuweze kulijenga taifa letu kwa pamoja. Tofauti iliyoko ni sasa hivi ni kwamba watu ambao wamekaa kwenye madaraka wengi wanafikiri kwamba wengine ambao wako kwenye vyama vya upinzani hawaitakii mema nchi. Lakini ukweli ni kwamba angalia ni watu gani ambao wanashauri, watu gani ambao sio tu kushauri, lakini wamekuwa wakitoa maoni yao namna gani serikali iende, tuendeje mbele. Kwa mfano nikisema swala la katiba mpya, leo tuna katiba ya mwaka 1977 ina viraka vingi. Mahitaji yamebadilika, dunia imekuwa kijiji. Kipindi kile hiyo 77 hizi simu za mkononi bro zilikuwa hamna. Kipindi kile watu walikuwa wanaandikiana barua. Yaani una boksi la mtu la barua ndo namtumia barua mpaka aende aisome arudi akujibu. Ni kitu cha mwezi au miezi miwili ndo napata majibu. Sasa hivi dunia imekuwa kijiji. Teknolojia imeleta dunia imekuwa pamoja. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa sasa kwenye kuitumia hii teknolojia kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Tunatakiwa tuitumie teknolojia kwenye njia chanya itakayotupa fursa ya kwanza kuongeza uwezo wa vijana wetu kujifunza mambo ya teknolojia. Sasa hivi tuna vitu vinaitwa AI, tuna vitu vinaitwa ChatGPT. Hivyo vitu vyote ni ulimwengu unabadilika. Kwa kama ulimwengu unabadilika, ni lazima na sisi kama taifa, kama viongozi, lakini kama Watanzania tuone ni namna gani tunavyoweza kwenda na dunia sambamba. Lakini vile vile tusiache na tamaduni zetu nyuma. Kwa sababu kama nilivyosema, sasa hivi mmomonyoko wa maadili umepotea sana katika taifa letu. Vijana pia wamekuwa hawana nidhamu, wanatukana sana mtandaoni. Kwa hiyo na ushauri wangu kwenye eneo hilo kwa vijana, yawezekana leo ukatukana kwa sababu hujaiona future yako. Lakini ukweli ni kwamba kuna wakati utafika utaenda kuomba kazi mahali, ama utapata fursa ya kwenda kufanya kazi kwenye taasisi fulani. Lakini siku hizi watu wanarudi kuangalia taarifa za mtu, yani lifestyle yako, kuanzia kwenye mitandao na behave vipi. Wanakukuta wewe uko Instagram, uko Twitter, uko wapi, wewe ni mtu wa kutukana tu matusi. Hebu niambie leo ni nani ambaye anaweza kaajiri kijana ambaye alikuwa anatukana watu kwenye mitandao? Kwa hiyo nakuta future zetu wakati mwingine, ama ugumu wa maisha ambao vijana tunaopitia,
Unakuta unaomba kazi huku na kule, unashangaa hivi kwa nini sipati kazi? Kumbe watu walivyokufuatilia, maana unaambiwa huku kwenye mitandao ya kijamii kuna taarifa za watu kuliko ambao wao wanajijua. Namna gani una behave, unavyo interact na watu wengine. Sasa haya mambo yote my brother, nafikiri pengine Mungu akitupa nafasi na uzima huko mbele tutakuja kuyafafanua, ili tuweze pia kuona kama tunaweza kuwa na mchango wa kuwasaidia vijana wenzetu, ili tujue mapokeo ya teknolojia yana faida zake na hasara zake. Yakitumika kwa njia chanya yatakuwa na manufaa, yakitumika kwa njia hasi hayamchafui yule anayemtukana, lakini mwisho wa siku yanakuharibia wewe mwenyewe, ama yanakublock wewe kwenda mbele kwenye career yako, au kupata opportunity ambazo ungeweza kuzigrab katika maisha haya.